Ni matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya, mwanafamilia msikilizaji wa Simulizi Arena. Tunaendelea hapa na sehemu ya 13 na sehemu ya 14, simulizi Latifa dada wa kazi. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, kabla tujaendelea na sehemu ya 13 na sehemu ya 14, ningependa kidogo tujikumbushe katika sehemu ya 11 na sehemu ya 12 tulipokuwa tumeishia. Katika sehemu ya 11 na sehemu ya 12, mwanafamilia na msikilizaji wa Simulizi Arena, tulikuwa tumeona pale ambapo Mr. Jackson alikuwa ameelekea pale nyumbani kwake kwa lengo la kwenda kumchukua mtoto ili aweze kurudi pale hospitalini, na kweli alifanikiwa pale kumchukua mtoto, japokuwa kuna matukio kadhaa yalikuwa yametokea pale nyumbani kwake. Lakini sasa Mr. Jackson alipokuwa amerejea pale hospitalini, aliweza kusikia yule Linda, yule mdogo wake na Lilian, akiwa anaita jina la Nurati pamoja na jina la Latifa. Na mwisho wa siku pale Mr. Jackson naye anajikuta akiita pale jina la Nurati, na kusababisha watu wote waweze kumwangalia yeye. Sasa ni kitu gani ambacho kiliendelea hapo, mpenzi msikilizaji? Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia. Watu wanageuka pale kumwangalia Mr. Jackson kwa nini alikuwa ameita jina hilo. Basi tuendelee hapa na sehemu ya 13 na 14 tujue nini ambacho kiliendelea. Na vile vile mpenzi msikilizaji, usisahau ambaye nakuletea simulizi hii kwa njia ya maandishi na kusimulia pia, naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena. Nambari yangu ya simu ni 0716 616279. Na kama wewe ndio umeingia hapa au hujasubscribe, basi bonyeza neno hilo subscribe, kisha bonyeza hiyo alama ya kengele. Hii itakufanya uwe unapata simulizi zetu hapa kwa wakati kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, ni kukaribishe, lakini usiache kulike hapo, kuachia komenti yako unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi mpenzi msikilizaji. Basi karibu sana kwenye sehemu ya 13 na sehemu ya 14, simulizi Latifa dada wa kazi. Karibu sana. Sasa baada ya Mr. Jackson kuita jina hilo, alijikuta akishtuka sana baada ya kuona watu wote wakiwa wanamtazama yeye. Sasa kwa macho ya aibu, Jackson alikuwa akimwangalia pale mke wake, ambaye naye alikuwa akimtazama pale Mr. Jackson kwa mshangao. Kila mmoja alibaki pale kimya, huku Jackson ndiyo alionyesha kukosa utulivu, kwa sababu alihisi kabisa kwamba mke wake atakuwa anamuhisi vibaya baada ya kuita jina lile la Nurati. Mke wangu, Linda anaendeleaje? Aliuliza pale Mr. Jackson baada ya ukimya kidogo. Wakati huo alikuwa ameshamkabidhi mke wake mtoto. Kama unavyoona, sijajua nini kimemtokea mdogo wangu. Usijali mke wangu, Linda atakuwa salama tu. Kikubwa ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kumrudishia uzima wake, alisema Mr. Jackson. Na kwa muda huu alikuwa karibu kabisa pale na Linda. Sasa Mr. Jackson anamwangalia pale Linda kwenye macho yake, na aliweza kuona taswira ya mwanamke ambaye alikuwa akimfahamu kabisa. Sura ya binti Nurati iliweza kujitokeza pale kwenye macho ya Linda, japokuwa macho yale yalikuwa yamefungwa. Kiukweli Jackson alishtuka sana na kujikuta kitoka pale nje bila hata kuongea na mtu. Kila mmoja aliyekuwa pale ndani alikuwa anamshangaa Mr. Jackson, kwa sababu alitoka kama mtu ambaye alikuwa ameogopeshwa na kitu fulani hivi. Basi Jackson baada ya kutoka pale nje, moja kwa moja alienda kukaa mbali kidogo na pale hospitalini, na bado alionekana mwingi wa mawazo. Taswira ya binti Nurati ilikuwa kisumbua pale akili ya Mr. Jackson, kiasi kwamba alikosa kabisa raha. Kumbukumbu ya binti huyo ilikuwa kipotea kila mara, na hakuna kitu ambacho alichokuwa kikumbuka kwa muda huo. Mme wangu, tatizo nini? Lilikuwa ni swali kutokea pale kwa mke wake, swali ambalo liliweza pale kumshtua sana Mr. Jackson. Hamna kitu mke wangu, kawaida tu, nipo salama. Hapana Jackson,
Hiyo sio kawaida. Mimi nimeishi na wewe kwa muda mrefu sasa. Kipindi chote cha nyuma sijawahi kukuona kabisa ukiwa kwenye hali kama hii. Jackson, unajua kwamba ukikosa amani wewe na mimi nakosa amani. Niambie, nini chanzo cha kuwa hivi mume wangu? Alisema pale Lilian. Mke wangu, mimi nipo sawa. Ila kuna mambo ya ofisini hayajakaa vizuri. Kiukweli yananiumiza sana kichwa. Ila sina tatizo lingine lolote lile mke wangu, nipo sawa tu. Alisema pale Mr. Jackson huku akijitahidi kuweka uso wake wa tabasamu kidogo ili mke wake asisi kama kuna kitu kilikuwa kikimsumbua. Sawa Jackson. Na vipi kuhusu jina la Nurati? Naye ni mfanyakazi mwenzako ambaye anakuumiza kichwa. Kwa nini ndani ya hizi siku chache unataja sana jina hili? Kingine Jackson ambacho ulikuwa ukijui, ili jina la Nurati sio mara yako ya kwanza kulitamka. Jackson, unakumbuka mara ya pili ambayo nilikutana na wewe? Alisema pale Lilian. Na alikuwa akimwangalia pale mume wake ambaye alikuwa akivuta kumbukumbu ya siku hiyo ya pili ya wao kukutana. Na ilikuwa huko katika mkoa wa Mtwara. Siku hiyo ilikuwa hivi. Zilikuwa zimepita siku chache baada ya Mr. Jackson pamoja na Lilian kukutana. Ile kwa mara ya kwanza ile ambapo Jackson alikuwa amemuomba pale Lilian aweze kumkangia samaki zake. Sasa zilikuwa zimepita siku kadhaa hivi bila ya wao kukutana tena. Kichwani mwa Lilian alishaondoa kabisa kwamba kuna siku atakuja tena kukutana pale na Mr. Jackson. Alijua kabisa kwamba kuna siku itakayokuja kutokea kwa wao kukutana. Lakini sasa siku moja Lilian pamoja na marafiki zake walitoka kwa ajili ya kwenda matembezini ya mwisho wa wiki. Siku hiyo walikuwa watatu kama ilivyokuwa imezoeleka, na walifanya kila kitu walichokuwa wakitaka kukifanya kwa siku hiyo mpaka muda ulipokuwa umefika wa jioni. Sasa kasheshe lilikuwa ni pale walipokuwa wakiangalia pochi yao ambayo walikuwa wameweka pesa za matumizi ya siku hiyo pamoja na pesa ya nauli. Pochi hiyo ikaonekana kuwa na kitu chochote kile, na kitu ambacho kiliweza kuleta mtafaruku mkubwa pale kati yao. Jamani, msitake kuleta masiara. Pesa yote hiyo imeenda wapi? Aliuliza mmoja rafiki yake na Lilian. Mimi mwenyewe nashindwa kabisa kuelewa. Hela zilikuwa humu, sasa sijui zimekwenda wapi. Au tumefanya manunuzi makubwa nini? Lilian pale naye aliweza kuuliza, lakini kumbukumbu ziliweza kumrudisha kwamba pesa zilikuwa zimebaki nyingi tu. Sasa kama pesa kupotea imeshapotea, inachotakiwa sasa hivi ni kutafuta namna ya kuondoka hapa. Hebu angalia simu yangu nimpigie mama kwanza, alisema mwenzao mmoja ambaye yeye muda wote alikuwa kimya pale. Lakini sasa hata walipokuwa wameangalia kwenye pochi ili kuchukua simu, hapakuwa na simu yoyote ile. Kiukweli kitendo kile kilifanya kila mmoja aweze pale kwa maki. Walijaribu pale kutafuta simu lakini simu hazikupatikana. Hali ile ilisababisha wazidi kuchanganyikiwa pale. Na kama wakikosa simu basi ingewalazimu waweze kutembea kwa miguu mpaka majumbani kwao. Kitendo ambacho kilikuwa kigumu sana kwa walimbwende yao. Jamani, hii ya leo ni kali. Naweza nikasema kwamba ni miujiza. Shoga, hata mimi nashangaa ujue. Pesa zipotee na simu pia nazo zipotee. Mbona maajabu hayo? Alisema Lilian, na kiukweli ilikuwa ni sauti ya mshangao. Lakini sasa wakiwa pale kwenye majadiliano makubwa jinsi gani watakavyoweza kurejea majumbani kwao, ghafla lionekana gari ikipaki pale kando yao. Na dereva wa gari lile aliweza kupiga honi pale kuashiria kwamba alikuwa akiwaita pale wakina Lilian. Lakini si Lilian wala marafiki zake aliyekuwa akijua huyo mtu ambaye alikuwa amesimamisha gari alikuwa ni nani. Anatuita sisi? Aliuliza pale Lilian huku akiwatazama wenzake.
Mimi hata sijui. Kwanza sijui ni nani huyo, alisema pale mwenzake. Hebu achana naye, tusije tukaingia tena kwenye matatizo mengine, alisema mwenzao mmoja, na kila mmoja alikubaliana na wazo hilo. Waliamua kuendelea pale na majadiliano yao, huko kila mmoja akiwaza ni jinsi gani wataweza kutoka katika kasumba ile ambayo ilikuwa imewakuta pale muda huo. Sasa dereva wa gari lile ambaye alikuwa amepaki pale kando kidogo na pale walipokuwa kina Lilian, aliamua kurudisha gari nyuma baada ya kuona kwamba apate majibu kutokea kwa wasichana wale. Habari zenu akina dada? Sauti ya kiume kifuatiwa pale na kushushwa kioo cha mlango wa gari ndio iliwashtua pale wakina Lilian. Macho ya Lilian pamoja na wenzake yanatazama ndani ya gari na kumwona mtu ambaye akuwa mgeni sana machoni mwao. Lilian anajikuta akiachia pale tabasamu baada ya kugundua ni nani ambaye alikuwa kwenye gari lile. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni yule kijana ambaye alimsaidia pale kukaanga samaki zake. Jackson ndiye alikuwa mtu ambaye alikuwa amesimamisha gari lake pale alipokuwa amesimama Lilian pamoja na marafiki zake. Jackson aliita pale Lilian kwa maki, huku akiacha tabasamu pana akifuatiwa na mshangao baada ya kumwona pale Mr. Jackson akiwa na gari. Lilian, za siku nyingi, nafurahi sana kukuona tena, alisema pale Mr. Jackson, na muda huo alikuwa anashuka pale kwenye gari yake. Basi Jackson anakwenda pale na kumkumbatia pale Lilian, kitendo ambacho Lilian alishindwa kabisa kukielewa. Alijikuta kama amepigwa na ganzi hivi baada ya kusikia harufu nzuri ya marashi kutokea kwa kijana huyo ambaye kwa sasa alikuwa ni mtanashati kupitiliza. Marafiki zake na Lilian walibaki tu wamekodwa macho pembeni baada ya kumuona rafiki yao ana hata habari kabisa ya kujinasua kwenye kumbato zito namna ile. Pia hawakutaka kabisa kuamini kwamba huyo ndiyo yule kijana aliyekuja pale kuomba msaada wa kukangiwa samaki wake. Lilian, naomba niwapeleke mpaka nyumbani kwenu, nafurahi kuwaona wote kwa pamoja, alisema pale Mr. Jackson kwa utulivu wa hali ya juu, na uso wake ulikuwa umepambwa kwa tabasamu nzuri ambalo lilifanya moyo wa Lilian udunde kwa kasi kidogo. Basi Lilian pamoja na marafiki zake wanaingia ndani ya gari ya Mr. Jackson, kisha anawasha gari lile na kuondoka. Hakuna ambaye alikuwa akizungumza ndani ya gari lile. Kila mmoja alikuwa kimya akitafakari mambo yake. Lakini mawazo mazito yalikuwa kwa binti Lilian ambaye yeye alikuwa akimshangaa sana Mr. Jackson. Jinsi alivyokuwa kwenye hali ya utofauti kabisa na ile siku aliyokuwa amemuona mwanzoni. Alikuwa na muonekano wa utofauti. Yani alikuwa kwanza mtanashati kwa muda huo, mtu ambaye alikuwa kinukia, amevaa amependeza vizuri, na lile gari ambalo alilokuwa nalo kiukweli lilikuwa limemchanganya sana pale Lilian. Na sio Lilian peke yake, hata wale marafiki zake nao waliweza kushangaa pia. Lilian, tumeshafika nyumbani, sauti ya Mr. Jackson iliweza pale kumshtua Lilian na kujikuta akikurupuka pale na kuangalia nje. Umepajuaje? Mbona sijakuelekeza? Lilian, ina maana umesahau kabisa kwamba nilishawahi kufika hapa? Lilian, naomba nikutakie usiku mwema, alizungumza pale Jackson, na muda huo rafiki zake na Lilian nao ndio walikuwa kishuka pale kwenye gari. Lakini kabla Lilian pamoja na wenzake hawajashuka, Jackson aliweza kutoa pale kiasi cha pesa na kumpatia Lilian. Ilikuwa ni shilingi 200,000, na wenzake nao walikuwa kishuhudia kitendo kile. Lakini Lilian aligoma kabisa kupokea pesa zile. Na kadri Mr. Jackson alivyokuwa kizidi pale kumbembeleza ili apokee pesa zile, lakini Lilian aligoma kabisa kupokea. Jackson, tutaonana muda mwingine, alisema pale Lilian huko akianza kushuka pale kwenye gari
kwa sababu wenzake walikuwa wameshashuka na walikuwa wamechukia sana kwa muda ule. Lakini sasa kabla Lilian hajamaliza kushuka pale kwenye gari, alijikuta akivutwa mkono taratibu. Alipogeuka alimuona Jackson akiwa amemkamata mkono wake huku akimsogeza kabisa karibu yake. Jackson alimsogeza Lilian mpaka karibu yake kabisa na yeye, kisha akapeleka mdomo wake kwenye shavu la Lilian na kumpiga busu la taratibu. Lilian hakuweza kabisa kuzuia busu lile, zaidi ya kusikilizia jinsi lilivyopenya katika moyo wake na kusukuma damu kwa nguvu, kitendo ambacho kilishtua mapafu yake na kuvuta pumzi ndefu kisha kaishusha. Jackson, aliita pale Lilian kwa sauti ya taratibu. Nurati. Hilo ndio jina ambalo lilitoka pale kwenye kinywa cha Mr. Jackson, kitendo ambacho kilimtoa Lilian kwenye ule msisimko aliokuwa nao mwanzoni na kujikuta akimtazama pale Jackson kwa macho ya udadisi. Sasa kumbukumbu hiyo iliweza kumrudisha Mr. Jackson pale alipokuwa na mke wake pale hospitalini walipokuwa kijadili juu ya binti Nurati. Na Mr. Jackson kwa muda huo wala hakuwa na ujanja, kwa sababu hilo jina alishawahi kulitamka, na ilikuwa ni siku ya pili tu alipokuwa amekutana pale na Lilian. Ila kwa muda huo walikuwepo hapo hospitalini wakiendelea pale kujadili yeye na mke wake. Jackson, mme wangu, kwani huyo Nurati ni nani? Na kwa nini umtaji kila mara? Yalikuwa ni maswali ambayo yalikuwa yameulizwa pale na Lilian. Lakini Jackson yeye alibaki kumwangalia pale mke wake na kutazama chini. Kisha akajikuta kitaja jina tena la Nurati. Lakini safari hii alilitaja jina hilo kimoyomoyo na hakuna mtu ambaye aliweza kusikia. Lakini kitendo kile cha kutaja jina la Nurati japo kweli kwa kimoyomoyo, wingu zito lilianza kutanda pale, huku ghafla nyota zilizokuwa zimependezesha anga kwa muda ule zikitoweka. Na sasa anga lilikuwa limetawaliwa pale na mianga ya radi pamoja na ngurumo za kutisha. Mvua nzito nayo ilianza kunyesha na kuleta mtafaruku pale hospitalini. Sasa mtafaruku ukiwa umetokea pale maeneo ya hospitalini kwenye barabara ya kuelekea mkoani Mtwara, napo mambo yalikuwa yamechachamaa kwa sababu mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Gari aina ya Fuso ndio ilikuwa imeshika kasi kuelekea usawa huo, na ndani ya gari hiyo kulikuwa na abiria 3 pamoja na dereva mmoja, na 2 kati ya abiria hao walikuwa ni wanawake. Dada Nurati, kwa hiyo tukipata hiyo funguo utaniacha? Yalikuwa ni maswali kutokea kwa Latifa, na muda huo Latifa alikuwa pamejilaza pale kwenye mapaja ya Nurati. Latifa, ngoja kwanza nimrudishe Samil, alafu hayo mambo mengine tutajua, alisema pale Nurati. Lakini kwa upande wa Dula, yeye alikuwa amekaa kimya akiwatazama wanawake hao 2 ambao walikuwa wameshamtia mashaka sana kutokana na jinsi walivyo. Kichwani alikuwa akiwaza kama je, ile pete aliyokuwa amepewa na kijana yule ambaye alikuwa amekutana naye ataweza kuipata tena? Maana ile pete ilipotea siku ile ambayo alikuwa amepewa na kijana huyo, na wala kumjua huyo kijana ni nani. Dula, hebu tuonyeshe mlikabidhiana wapi hiyo pete? Ilikuwa ni sauti ambayo ilimtoa Dula kwenye mawazo mazito. Lakini cha ajabu, alipoangalia pembeni alishangaa kujiona akiwa nje ya gari. Kabla hata hajauliza swali, alishangaa kuona bahari pembeni yake. Alifikicha macho yake, labda alihisi kwamba yalikuwa yamemdanganya, lakini bado yalikuwa akionyesha vile vile alivyokuwa akiona. Tumefikaje hapa? Alihoji pale Dula kwa mshangao. Dula, hatuna muda wa kupoteza, sitaki kufia hapa, alijikuta akiongea pale Nurati, huku akiwa amemkazia macho Dula, ambaye Dula kwa muda huo naye hakuwa akielewa wamefikaje pale.
Kiukweli Dula alikuwa ameogopa sana, na aliamini fika kabisa kwamba wale watu aliokuwa nao pale sio watu wa kawaida, hasa Nurati ambaye mara nyingi ndiye alikuwa akionana naye. Basi Dula alibaki akiwa amezubaa huko akimwangalia pale Nurati, ambaye alionyesha kabisa kwamba ana mzana jambo ambalo alilokuwa amelizungumza kwa wakati ule. Dada Nurati, kama nilivyokuambia hapo awali, ni kweli nilikabidhiwa pete na mtu, lakini pete ile sikujua hata nimedondoshaje. Mimi hiyo pete kwa sasa sina, ila sehemu ambayo tulifanya makabidhiano ya pete hiyo na samaki ni hapa, alisema pale Dula. Na kiukweli Dula alikuwa akimhofia sana Nurati pamoja na Latifa. Dada, kama anasema pete amedondosha, tutafanyaje ili tuweze kuipata? Aliuliza pale Latifa. Subiri Latifa. Dula, naomba unipatie mkono wako, alisema pale Nurati, na alikuwa akimwangalia pale Latifa kisha kageuza macho yake kwa Dula. Basi Dula bila ya kujivuta wala kufikiria mara mbili alimpatia mkono wake pale Nurati, japokuwa alikuwa na wasiwasi mwingi sana moyoni mwake. Nurati baada ya kupokea mkono wa Dula alifumba macho yake kama mtu ambaye alikuwa anajaribu hivyo kuvuta kumbukumbu ya muda mrefu. Taratibu picha ya matukio ya nyuma yalianza kujionyesha. Alimwona Samir akizungumza pale na Dula, kisha akampatia pete na yeye kuchukua samaki. Nurati aliweza kushuhudia mambo mengi sana mpaka pale Dula alipokuwa akijisachi kutafuta pete ile. Nurati pia aliweza kushuhudia kila kitu ambacho kilitokea kwa Dula na Samir kama yeye alivyokuwa akimjua. Kitu ambacho kilichokuwa kimemshangaza pale Nurati kwenye zile kumbukumbu ni pale ambapo alipomuona Mr. Samir akimkabidhi mwanamke kitu, japo hakuweza kumuona mwanamke huyo. Nurati alijikuta pale akishtuka na kuvuta pumzi ndefu ambayo ilishuhudiwa pale na Latifa pamoja na Dula. Dada, kuna nini? Latifa ndio alikuwa mtu wa kwanza kumuuliza pale Nurati, baada ya kuona pale mshtuko ambao sio wa kawaida kutokea kwa Nurati. Latifa, subiri kwanza. Huyu mwanamke ni nani? Mbona sijawahi kumuona kwenye maisha yangu? Kwa nini Samir ameamua kumpatia mtu huyo? Alijikuta akijiuliza pale Nurati. Kwenye akili ya Nurati alikuwa amemuona mwanamke ambaye hakumjua ni nani. Alimuona mwanamke huyo akikabidhiwa kitu na Samir, lakini hakumjua huyo mwanamke, na taswira ya mtu huyo ilikuwa ikipotea ghafla. Unajua kwamba Samir kuna kitu amempatia mtu, ila sijajua ni kitu gani, na mtu mwenyewe ni mwanamke, ila sijajua ni nani, alizungumza pale Nurati, na safari alikuwa akimwangalia pale Latifa peke yake. Dada, kwa hiyo tunafanyaje sasa? Acha tubaki hapa Mtwara mpaka pale tutakapopata hii pete. Dula, inatakiwa utuongoze hapa Mtwara mpaka tutakapopata hiyo pete. Siwezi kurudi nilipotoka bila ya kuwa na Samir, na siwezi kuondoka na Samir bila kupata hiyo pete. Sawa dada, nitakuwa pamoja na ninyi hapa, ila naomba msije mkanidhuru tafadhali. Usijali Dula, sipo hapa kukudhuru, wala sipo hapa kumdhuru yoyote yule. Latifa, kuanzia sasa nitaanza tena kuishi ndani yako mpaka tutakapotoka hapa Mtwara. Nitakuongoza kwenye kila kitu. Sawa Latifa, alisema pale Nurati, na ghafla alipotea pale na asijulikane ni wapi alipokuwa amekwenda. Dula anaangaza macho yake huko na huko ili kumwangalia ni wapi alipokwenda Nurati, lakini alishindwa kabisa kumuona. Aligeuza pale macho yake na kumtazama Latifa, huko akiwa na wasiwasi mwingi sana usoni mwake.
Lakini Latifa hakuonyesha kabisa wala kushtuka au kuogopa, sababu alikuwa akijua kitu gani ambacho kilichokuwa kikiendelea. "Dada, Nurati amekwenda wapi?" aliuliza pale Dula, huku akimkazia pale macho Latifa, japo yalikuwa ni macho ya uoga. "Usijali Dula, Nurati yupo ndani yangu," alisema pale Latifa kwa upole, lakini ghafla macho yake yaliweza pale kutoa mwanga ambao uliweza pale kumwogopesha Dula. Sasa tutoke hapo turejee pale hospitalini kwa upande wa Mr. Jackson pamoja na mke wake. Hali bado ilikuwa kiendelea kuwa tete kwa sababu mvua bado ilikuwa kubwa na ilionyesha kabisa kwamba hakuna dalili ya kukatika. Mr. Jackson pamoja na mke wake walikuwa wamekaa pale nje, huko kila mmoja akiwa kimya. Baridi kali nalo lilikuwa limetawala katika eneo lile na kufanya Lilian aanze kutetemeka. "Mke wangu, naomba nikupeleke nyumbani, maana kwa sasa hapa hapakufai. Hali yako nadhani unaiona," alisema pale Mr. Jackson, na muda huo alikuwa amemkumbatia pale mke wake. "Jackson, nawezaje kutoka hapa pasipo kujua hali ya mdogo wangu inaendeleaje? Na mwachaje Linda akiwa katika hali hii?" "Usijali mke wangu, Linda mbona tayari ameshaamka," alijikuta akiongea pale Jackson bila hata ya kuelewa kile alichokuwa kikizungumza kwa wakati ule. "Jackson, umejaje kama Linda ameshaamka?" Lilian alimuuliza pale mume wake kwa mshangao. "Dada, naomba twende nyumbani, mimi ni mzima kwa sasa." Ilikuwa ni sauti ya Linda ambayo ilimshtua pale Mr. Jackson pamoja na mke wake, kabla hata Mr. Jackson kujibu swali lile kutokea kwa mke wake. Sasa Lilian alipogeuza macho yake alimuona pale mdogo wake akiwa amesimama karibu yake. Na Linda wala hakuwa peke yake, bali alikuwa ameongozana pale na Richard pamoja na yule mdogo wao wa mwisho yule Baraka. Pia alikuwepo daktari pale. "Dokta, imekuwaje? Mbona sielewi?" "Kama ulivyoona, imekuwa ghafla hata kwetu. Sisi tumeshangaa tu ameamka na kutaka kurudi nyumbani," alisema pale daktari, lakini yale maelekezo yalionyesha kwamba hayakumridhisha kabisa pale Lilian. "Richard mdogo wangu, nini kinaendelea?" aliuliza pale Lilian, kwa sababu bado alikuwa haelewi. "Dada, twende nyumbani," aliamua pale kuongea tena Linda, na alikuwa akiongea kwa msisitizo. "Mbona sielewi mimi?" Kiukweli Lilian alionekana kama kuvurugwa hivi, asielewi nini ambacho kilichokuwa kikiendelea. Kama tunavyojua kwamba Linda alikuwa amekuja hapo alikuwa na hali mbaya sana, yaani hali ambayo kidogo ilikuwa kikatisha tamaa. Lakini mwisho wa siku anamuona hapo akiwa yani yupo vizuri kabisa, hana tatizo lolote. "Mke wangu, naomba twende nyumbani," alisema pale Mr. Jackson, na Lilian wala hakuwa na kipingamizi kwa sababu kila mmoja alikuwa kimuhimiza pale kwamba waweze kurejea pale nyumbani kwao. Walikamilisha taratibu zote za pale hospitalini na safari ya kurejea nyumbani ilianza. Japokuwa mvua bado ilikuwa ikiendelea pale kunyesha, lakini hakuna hata mmoja alikuwa tayari kubaki pale hospitalini zaidi ya Lilian ambaye kwa sasa naye alikuwa ameungana kuelekea nyumbani. Sasa kwenye gari kila mmoja alikuwa kimya, na kiukweli Lilian alikuwa mbali sana kimawazo kwa sababu mpaka muda huo hakujua Linda alikuwa akisumbuliwa pale na kitu gani. Mpaka wanafika nyumbani kwao hakuna ambaye alikuwa akiongea pale na mwenzake. "Latifa, Latifa, Latifa." Linda alianza kuita baada ya kufika tu pale ndani. Alianza kuvuta hatua haraka haraka pale kuelekea chumbani kwao ambapo alikuwa kilala yeye pamoja na Latifa.
Kila mmoja pale ndani alikuwa akimshangaa pale Linda, jinsi alivyokuwa akifanya kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa hivi. Mara apite huko, mara apite huko. Basi alipofika pale chumbani alimkuta Latifa akiwa amelala pale kitandani. Lakini kumbuka mpenzi msikilizaji, hakuwa yule Latifa wa siku zote, yani Latifa dada wa kazi. Bali huyu alikuwa ni yule Latifa ambaye alikuwa amekuja hapo kimiujiza. Kwa sababu yule Latifa mwingine alikuwa ameelekea mkoani Mtwara kule na Nurati. Kwa hiyo Linda yeye alikuwa amemkuta huyo Latifa mwingine, huyo yule Latifa wa kimiujiza. Japo kweli ni ngumu sana kwa mtu kutambua kwamba yule hakuwa Latifa dada wa kazi. Latifa, hebu amka. Linda alianza pale kumwamsha Latifa kwa nguvu. Muda huo Mr. Jackson, Lilian pamoja na watu wengine walianza kuingia pale chumbani na kumkuta Linda akiendelea pale kumwamsha Latifa. Basi kwa uchovu wa hali ya juu, Latifa aliamka na kuanza kufikicha pale macho yake. Mwenzako yupo wapi? Linda alijikuta akimuuliza pale Latifa kwa ukali. Wewe Linda, hebu muache mwenzako apumzike. Lilian alijikuta pale akiingilia kati. Baada ya kumwona Linda akifanya vile. Dada, wewe hujui tu. Alisema pale Linda. Na bado alikuwa kimwangalia pale Latifa ambaye kwa muda huo alikuwa amekaa sawa, japo alikuwa amebaki pale pale kitandani. Mdogo wangu, kwani kuna nini? Mbona sikuelewi? Aliuliza pale Lilian, na kiukweli alionekana kuchanganyikiwa kutokana na ile hali aliyokuwa nayo pale mdogo wake. Sasa wakati sintofahamu ikiwa inaendelea pale, macho ya Latifa pamoja na Mr. Jackson yalikutana. Na Mr. Jackson alijikuta akipitiwa na kumbukumbu ambayo ilikatisha kama kasi ya umeme kwenye akili yake. Alijikuta akianza pale kuweweseka baada ya kumwona binti huyo ambaye alikuwa akimwangalia. Zeisha, aliita Mr. Jackson kwa sauti ya chini ambayo hakuna mtu ambaye aliweza kuisikia. Lakini yule binti ambaye alikuwa amefanana kila kitu pale na Latifa aliweza kuisikia vyema kabisa sauti ile. Haikuwa sauti ngeni kabisa katika masikio yake, bali ilimrudisha miaka kadhaa nyuma katika ulimwengu wao. Alimkumbuka Samil ambaye alikuwa ni mume wa dada yake, mwanaume ambaye alikuwa ameondoka na kuiacha familia yake katika ardhi yao. Na sasa ameweza kabisa kusikia sauti ile. Haikuwa mara ya kwanza kumuona Mr. Jackson, hapana. Alishawahi kumuona baada ya kuja pale kumchukua mtoto. Basi yule binti alikuwa kitabasamu pale na kuangalia wote walikuwepo pale ndani. Latifa, nini kimetokea kati yako wewe na Linda? Mbona siwaelewi? Aliuliza pale Lilian. Dada, mimi sijui chochote, na mshangaa tu hapa Linda kaja kuniamsha. Linda, kwani kuna tatizo gani rafiki yangu? Latifa, naomba niambie Nurati yuko wapi? Alisema pale Linda kwa sauti ya ukali. Na kiukweli swali lile liliweza kumfanya Lilian ashtuke sana baada ya kusikia jina lile. Na sio Lilian peke yake aliweza kushtuka, bali hata Mr. Jackson naye aliweza kushtuka. Sasa macho ya Latifa yalibadilika ghafla na kutoa mwanga ambao hakuna hata mtu mmoja aliweza kushuhudia mwanga ule. Sauti ya kilio cha mtoto ilianza kusikika. Na kiukweli mtoto alikuwa akilia kwa nguvu sana kwa wakati ule, kiasi kwamba kila mmoja alikuwa kimshangaa kwa sababu muda wote alikuwa kimya amelala. Sasa nini kitaendelea mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena? Mimi niseme kwamba hapa tumefika katika mwisho wa sehemu ya 14 simulizi Latifa dada wa kazi. Tumeona hapo mambo yameanza kuchachamaa sasa kwa huyo Latifa ambaye alikuwa ameachwa hapo nyumbani kwa Mr. Jackson. Lakini kama kuna jina ambalo Mr. Jackson alikuwa amemuita huyo Latifa huyo, jina la Zeisha, na kama ni watu ambao walikuwa kifahamiana. Sasa huyo mwanamke ni nani ambaye amekuja hapo, na vipi kwa upande kule wa Latifa?
na Nurati pamoja na Dula watafanikiwa kupata kile kitu ambacho walichokwenda kukifuatilia. Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, mimi nisikumalizia uondo, tukutane tena katika sehemu ambayo inayofuata, sehemu ya 15 na sehemu ya 16. Na vile vile kama haujasubscribe channel ya Simulizi Arena, basi bonyeza neno hilo, utaona alama ya kengele, alafu utabonyeza hiyo alama ya kengele. Hii itakufanya uwe unapata notification kila tutakapokuwa tukituma simulizi hapa ndani ya Simulizi Arena. Bila kusahau ambaye nimekuletea simulizi hii kwa njia ya sauti, naitwa Victor Dismas Manda. Nambari yangu ya simu ni 0716616279. Basi mimi niseme bye bye na siku njema, tukutane tena katika sehemu ya 15 na sehemu ya 16.